Kwa kipindi cha mwezi Machi mwaka 2026 mkoa wetu umeendelea kuwa salama, tulivu, hali ambayo imewezesha wananchi kuendelea kufanya kazi zao za kiuchumi bila kuwa na hofu ya uhalifu. Uwezo huo wa mkoa wetu kuendelea kuwa tulivu umetokana na operesheni mbalimbali ambazo jeshi la polisi linaendelea kuzifanya, lakini tukishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, lakini na wananchi pia wamekuwa msaada mkubwa kwetu. Wamekuwa wakitupatia taarifa ambazo tumekuwa tukizifanyia kazi na kupata matokeo mazuri ambayo yamewezesha mkoa wetu kuendelea kuwa salama. Katika operesheni ambazo tumeendelea kuzifanya, tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2026 majira ya saa 10 alfajiri katika bandari ya Kilwa Masoko, jeshi la polisi likishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama viliweza kuwakamata raia wa kigeni kutoka mataifa mbalimbali, idadi yao 70. Kati ya hao 70 wanawake ni 10 na wanaume ni 60, wakiwa wameingia nchini kinyume na sheria zetu za nchi. Wananchi hao ni kama ifuatavyo. Wananchi 8 wametoka katika taifa la Kenya, wananchi 21 katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raia 16 wanatoka nchi ya Burundi, raia 19 wanatoka nchi ya Rwanda, raia 4 wanatoka nchi ya Uganda na raia 2 wanatoka nchi ya Komoro. Wananchi hao wote au raia wote hao tunawashikilia pale kituo cha polisi Masoko. Tunaendelea kuwahoji kushirikiana na idara ya uhamiaji ili kuhakikisha tunapata chanzo, nani aliwaleta, wanakwenda wapi, nani anawafadhili, ili tuhakikishe kwamba tunakata kabisa mtiririko au mnyororo huo wa kihalifu. Hawa wahamiaji haramu tuliwabaini kutokana na mienendo ambayo ilikuwa sio ya kawaida pale Kilwa Masoko. Pale kulikuwa na meli inaitwa FV Si Mfalme. Meli ile iko pale tangu tarehe 22 mwezi wa 2 mwaka huu 2026, ikipakia mizigo. Imetokea Kenya, Mombasa. Kwa hiyo ikiwa pale inapakia mizigo, unajua upakiaji wa meli unachukua muda. Kwa hiyo baadaye sisi kama vyombo vya usalama tukabaini mienendo ambayo si ya kawaida. Kwa hiyo ikabidi twende kufanya upekuzi na mahojiano. Upekuzi ule ndio uliotusaidia kuwakamata hao wahamiaji haramu 70, kati yao wanaume 60 na wanawake 10. Lakini kati ya hao pia kuna mtoto mmoja wa kiume ambao wanafanya hiyo idadi kuwa 70. Kwa hiyo mazingira yalikuwa hivyo, na watu wote waliokuwa mle sasa hivi tumewashikilia, kiwemo nahodha na mmiliki wa chombo. Tumeshirikisha vyombo mbalimbali, TASAC wako pale na vyombo vyote vya dola tuko pale, ili tujue vizuri tukio lile na kuchukua hatua za kisheria kwa haraka. Lakini jambo lingine, napenda niwajulishe wananchi wetu wa mkoa wa Lindi kwamba tuko kwenye msimu wa sherehe au sikukuu za Pasaka, ambako wananchi wetu ambao ni Wakristo na wananchi wengine tunashiriki kusherehekea kumbukumbu ya kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo miaka 2000 iliyopita. Katika msimu huu wa sikukuu, naomba niwahakikishie wananchi wetu wa Lindi kwamba jeshi la polisi limejipanga vizuri sana, na waomba washerehekee bila kuwa na hofu ya uhalifu. Tutakuwa kila mahali tukilinda raia na mali zao. Lakini waomba pia wananchi washerehekee sikukuu hizi kwa amani na utulivu mkubwa. Tusingependa kuona wananchi wanaumia, tunapata ajali za barabarani, wananchi wanakufa.
watu wanazama wakiogelea baharini. Kwa hiyo natoa wito wananchi wote washerehekee sherehe hizi katika mazingira ya amani, utulivu na usalama, wakijua kwamba jeshi lao la polisi limejipanga vizuri na litahakikisha tunapita salama.